wabunge, tunaenda Wizara ya Uchukuzi. Nimwite sasa Mheshimiwa Engineer Amos William Maganga, mbunge wa Sikonge, aulize swali lake. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Sasa naomba swali namba 120 iweze kupatiwa majibu ya serikali. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Naibu Waziri David Mwakiposa Kihenzile. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Engineer Amos William Maganga kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wetu kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ya kisasa yani standard gauge kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza kilomita 1219, Tabora hadi Kigoma kilomita 506 na Uvinza hadi Msongati kilomita 282. Aidha, ujenzi wa reli ya kisasa kuanzia Makutupora hadi Tabora SGR Lot 3 umeendelea kutekelezwa ambapo eneo la Nyahua linapatikana katika kipande hiki cha ujenzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mjibu wa tathmini ya usanifu uliofanyika, kipande cha tatu Tabora kitakuwa na kituo kikuu kwa ajili ya abiria na mizigo katika mji wa Tabora, vituo vya kati katika miji ya Manyoni na Itigi, na vituo vidogo kwa ajili ya abiria pekee kwenye mji wa Tura, Malongwe, Goweko na Igarula. Aidha, katika mji wa Nyahua itajengwa njia ya kuchepushia treni, yani passing loop. Wakazi wa mji wa Nyahua wataendelea kupata huduma za SGR katika vituo vilivyo karibu, yani Malongwe na Goweko. Mheshimiwa Mwenyekiti, maamuzi ya maeneo ya kuwekwa kwa vituo vya abiria na mizigo ya aina mbalimbali hufanywa kupitia upembuzi yakinifu uliofanywa kuzingatia mahitaji ya kiuchumi, biashara na kijamii kwa miji na vijiji vyote vilivyopo pembezoni mwa reli, pamoja na kuzingatia umbali baina ya kituo cha mwendokasi wa treni ya SGR ili kuweza kuendeshwa kwa tija na ufanisi. Mheshimiwa Engineer Amos Maganga, maswali ya nyongeza. Nikushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Pamoja na majibu ya serikali, ninayo maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kata ya Nyahua ni moja ya kata ambazo ziko bondeni sana, na hivyo kufanya miundombinu ya barabara na hususani wakati wa masika kuwa ni ya shida sana, na hivyo wananchi wa kata ya Nyahua kutegemea sana usafiri wa reli. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na wajibu aliyoyatoa kwamba hao wananchi wanaweza wakatumia vituo vya karibu ikiwemo kituo cha Malongwe pamoja na Goweko, vituo hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti viko mbali. Mfano, upande wa mashariki ni kituo cha Malongwe ambacho kiko umbali wa kilomita 34. Lakini upande wa magharibi ni kituo cha Goweko ambacho kiko umbali wa zaidi ya kilomita 30 vilevile. Je, Mheshimiwa Mwenyekiti, hivi serikali haioni kwamba kuna umuhimu wa kuweka kile kituo au kupitia upya zile tathmini pamoja na upembuzi ili kwamba wananchi wa Nyahua waweze kuwekewa kituo cha stesheni pale? Lakini vile vile swali la pili, Mheshimiwa Naibu Waziri, utakuwa uko tayari kuambatana pamoja nami ili kusudi uweze kujionea jiografia na mazingira ya kata hii ya Nyahua ili kusudi uweze kuona kwamba kweli kuna haja ya hawa wananchi kuwekewa hicho kituo? Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeze Mheshimiwa mbunge Maganga kwa uzalendo wake na jinsi anavyowajali wananchi wa Sikonge pamoja na maeneo hayo ambayo ameyasemea ikiwemo Nyahua, Igigwa na mengineyo. Lakini pili, nimejibu jinsi ambavyo tunafanya utaratibu wa kuweka vituo. Kama tungetoa nafasi hapa, wabunge wengi sana wangependa pengine tusogeze vituo maeneo yao ya jirani. Na hapa kwa mbali namuona na Mheshimiwa mbunge wa Dodoma mjini, najua na yeye anataka kuuliza swali kama hilo. Niwaombe waheshimiwa wabunge pamoja na mheshimiwa ambaye yuko hapa kwamba kwa sasa tuanze na vituo vilivyopo, lakini serikali itaendelea kufanya tathmini ya kina hatua kwa hatua kulingana na mahitaji yaliyopo, kwa sababu tukisema pia hii reli ya treni ya mwendokasi tuweke kituo mara kwa mara kila sehemu, yatakuja malalamiko tena, kwa sababu kama itakiwa ifike kwa masaa mengine 4, vituo vikiwa vingi zaidi vitafika hata kwa masaa 8. Hata dhana nzima
hata dhana nzima ya reli ya mwendokasi, treni ya mwendokasi itapungua. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakubaliana na ombi la Mheshimiwa Mbunge Maganga. Niko tayari kwa niaba ya waziri wetu Profesa Makame Mbarawa Mnyaa kuambatana naye na timu yangu ya wataalamu, twende tukatazame eneo hilo upya. Ikionekana na ikithibitika kuna ulazima huo mkubwa sana, pengine tutakuwa katika nafasi nzuri ya kupitia upe maamuzi yetu ambayo tumeshafanya pale mwanzoni.